Ni kutoka hapa Patakatifu Media, ambapo tunakufikishia habari za ukuu na uweza wa Mungu. Yani lengo letu ni kutaka ile picha ya Mungu iliyochafuliwa na mitandao ya kijamii, iliyochafuliwa na matukio ya dunia, iliyochafuliwa na ule adui na ufalme wa giza katika fahamu zetu, iweze kurudi. Na ile picha inapokurudia, inarudi ikiwa na nguvu za Mungu, uweza wa Mungu, upendeleo wa Mungu, vipawa vya Mungu na uwezeshwaji wa kiungu. Ni vitu ambavyo hata wewe unajua ni vya muhimu sana kwenye maisha yako na unavihitaji sana kwenye maisha yako. Sasa tupo katika tafakari ya kuangalia injili ya milele. Unajua, tunaposema injili ya milele ni ile habari njema yenye nguvu na uweza wa Mungu, inayobadilisha maisha, inayobadilisha mifumo, inayokutoa katika ufalme wa giza na katika ufalme wa Mungu wa utukufu. Lakini ni injili ambayo inasemwa katika siku za mwisho, ikimuinua Yesu kama ndiye mwokozi na hatima ya kila kinachoendelea hapa duniani. Kwa wale walio upande wake, ni wanahakikishiwa kuishi milele na milele, hata kama jambo baya litawapata leo katika siku hizi tukiwa hapa duniani. Kwa hiyo mpendwa, nikukaribishe katika tafakari ya dondoo chache za ukuu na uweza wa Mungu katika jicho la mtazamo wa injili ya milele. Ujumbe wa Mungu, habari ya Mungu yenye uwezo wa kukuokoa na kukutoa katika kila namna ya mateso, kukuokoa kutoka katika chochote ambacho kimesimama mbele yako kama kikwazo. Ni ujumbe unaomuinua Yesu Kristo kama muumbaji, mwezeshaji na mtawala wa kila kitu. Unajua, adui aliyeshindwa na aliyefilisika, ambaye amevuliwa hata nguvu na uwezo wake usio na uwezo, anadanganya watu wamuone Yesu kama ni kiumbe cha kawaida, kwa sababu wanajua wakimjua Yesu katika mtazamo huu wa injili ya milele, watakuwa wameshampiga chenga yeye na nguvu zake zote zinakuwa ziko chini kabisa dhidi ya uwezo wa ukuu wa uungu ambao utakuwa ndani ya wale watu waliomwamini Yesu. Sasa basi, ujumbe wowote unaomfunua Yesu kama Mungu, Yesu kama muumbaji, Yesu kama mwanzilishi wa mifumo ya duniani hapa ambayo ilianzishwa katika bustani ya Eden, Yesu kama mmiliki wa malimwengu yote, ndio ujumbe wenye nguvu na wenye uwezo wa kumwokoa mwanadamu. Lakini pia ni ujumbe ambao una uwezo wa kuumba upya kile kinachoendelea kwenye maisha yako. Kitabu cha Ufunuo 16 mstari wa 4, kwa Ufunuo 14 mstari wa 6 anasema na wa 7, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubirio hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Ngoja nikwambie rafiki yangu, tuko katika kipindi ambacho kila mcha Mungu lazima amtambue Mungu kama ndiye muumbaji wa bahari, chemchemi, ardhi. Umsujudie yeye peke yake. Ngoja nikwambie rafiki yangu, anasema nikaona malaika. Neno litumika malaika hapa linamaanisha angelos. Angelos manake ni mjumbe mwenye ujumbe wa Mungu. Ujumbe huu ni wa mahususi kwako, unakutaka katika kipindi hiki cha injili ya milele. Ni ile injili ambayo haikupi nafuu tu za kidunia. Hii ni injili ambayo haikupi tu mwafaka wa mambo yanayoonekana sasa. Ni injili ambayo inavusha hatima yako kutoka katika ulimwengu wa sasa na kukabidhi katika ulimwengu wa milele na milele. Popote neno la Mungu linapohubiriwa bila kukuunganisha na wewe na Kristo, si tu kama aliyesulubiwa, bali ni Kristo aliyesulubiwa ambaye ni Mungu muumbaji na wa vyote vilivyopo. Hapa popote ambapo hapafanuliwi katika mtazamo huu, kwako ni hatari. Mahali hapo panamshusha Mungu, mahali hapo panazipumbaza nguvu za Mungu, mahali hapo panamuinua adui aliyeshindwa.
Mtazamo bora wa kiibada ni mtazamo wa kumwabudu Mungu kama muumbaji wa kila kitu kinachoendelea hapa duniani. Kimsingi, hata ukisema unamwabudu Mungu kama Mwokozi aliyeokoa ulimwengu, kabla hawezi kuokoa kitu ambacho kilikuwa kipo. Msingi wa hiki kitu ni uumbaji, kiliumbwa kikawepo, ndio kikaokolewa. Kwa unapoanza kuabudu Mungu kama Mwokozi tu, unaanzia njiani. Kuna mambo mengi unayakosa, na ndio maana watu wengi wanaomwabudu Mungu nusu kwa mtazamo finyu, kwa mtazamo uliojibana sana, kwa mtazamo wa kumuona Mungu kuanzia tu Yesu alipokuja, baadaye kumuona Mungu kuanzia Mwanzo 1 na 2. Ni watu wengi wanasababisha imani zao zinakuwa imani za kioga, imani za hofu, watu wenye wasiwasi, watu wenye kuchanganya mambo ya kiroho na mambo ya kidunia, kwa sababu wanamuona Mungu kwa mtazamo mfinyu sana. Mungu alipomuumba mwanadamu na alipoiumba dunia, katika kila kazi ya mikono yake inatambulisha nguvu na uweza wake. Na ndio maana mtu yote akiibuka akasema simwamini Mungu, Mungu hayupo, Mungu ni nani, hemu mwambie Mungu afanye hivi, Mungu wako yuko wapi, ni dini ambayo inakuwa kwa kasi katika ulimwengu wa siku za mwisho, inaitwa atheism, dini ya kutokumcha Mungu. Hii dini au mtazamo au misimamo hii ya kiimani ni misimamo finyu na duni sana, kwa sababu Mungu anasema ili uweze kuwa atheist, mpinga Mungu, lazima kwanza uanze kumkataa Mungu, nguvu zake na kazi zake ambazo ziko dhahiri kwenye macho yako. Kitabu cha Warumi 1 mstari wa 19 na wa 20 anaelezea hii hali kwa uzuri zaidi. Anasema, kwa kuwa mambo ya Mungu yaliyojulikana yamekuwa dhahiri, kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa usije ukaweka mjadala na mtu yoyote ambaye haamini uwepo wa Mungu, maana ni unafiki. Kwa sababu kwa mujibu wa Warumi 1:19 anasema yeye mambo yake, huyu Mungu anasema mambo yake yaliyodhihiri yamejulikana dhahiri, maana Mungu aliwadhihirishia. Sio kazi yako wewe kumfundisha mtu kuhusu uwepo wa Mungu, maana swala la uwepo wa Mungu ilo Mungu mwenyewe alichukua likawa ni lake, na yeye mwenyewe amesha lidhihirisha ndani ya kila mwanadamu. Kwa watakuja watu na vihoja fulani hivi, kamwe usiwasikilize, maana hiyo swali sio swali lako, ni swali ambalo Mungu amesha lijibu, na wakakataa kwa makusudi taarifa za kiungu juu ya uwepo wake na uweza wake na ushuhuda wa kazi zake, ili wageukie mambo ya kipuuzi ambayo wameachagua. Anasema kitabu cha fungu la 20, anasema kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumba ulimwengu yanaonekana. Hapo anasema na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele na uungu wake, hata kusiwe na udhuru. Kama kuna swali ambalo Mungu hatapoteza muda kuliingiza kwenye mjadala katika siku ya hukumu, ni swali la uwepo wa Mungu. Yani hakuna mtu atakayesimama kwenye kiti cha hukumu aseme mimi sikumwamini Mungu kwa sababu nilikuwa na mashaka na uwepo wake. Kuhusu mashaka ya uwepo wa Mungu, kwa mujibu wa kitabu cha Warumi 1 mstari wa 19 na 20, Mungu mwenyewe amesha yaondoa ndani ya kila mwanadamu. Kwa hiyo ukimwona mwanadamu anaanza slogan na siasa za Mungu hayupo, kama yupo mbona hivi na hivi, wenda moja ameamua makusudi kuacha ukweli ambao Mungu ameshamdhihirishia. 2, anafanya sanaa ili awalagai watu, kuna kitu kingine nataka wapeleke. 3, anatumika na yule adui kupropagate propaganda ambazo kimsingi ni propaganda ambazo ni failure propaganda, ni propaganda zilizokufa. Kwa hiyo lengo la kushare na wewe mrafiki uzuri wa injili ya milele inayookoa ni kutaka kumuinua Mungu ndani yako kama mweza wa yote, muumbaji, na ndio kimbilio la kila changamoto zanazopitia mwanadamu. Sasa maana nyingine ya injili ni nini?
Injili ya milele ni nini? Ni udhihirisho wa nguvu ya Mungu ya kumwokoa mwanadamu katika kila eneo la dhambi alilozama. Dhambi, makosa na uasi. Yaani unadhihirishiwa, unawekewa wazi, unawekewa bayana uweza wa Mungu wa kukuokoa kutoka katika kila takataka ya dhambi, uasi, mapungufu, makosa ambayo yameshikilia maisha yako, ambayo yameshikilia akili yako, ambayo yameshikilia. Iko nguvu ya Mungu ndani ya uweza wake katika Injili yenye uwezo wa kutakasa na kufuta na kuzoa kila takataka ya dhambi katika maisha yako. Na ndio Injili ambayo nakuletea habari. Kwa katika Injili hii hatumkuzi shetani kama chanzo cha matatizo, hatumzungumzii, maana tayari tunaye mwenye nguvu ya kututoa kwenye kila changamoto. Kwa focus yetu, uelekeo wa kiakili wetu ni kwenye uweza wa huyu mwezeshaji ambaye amekuja kutupa suluhisho la kila mateso anayopitia mwanadamu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:17 mpaka 24 anasema, kwa maana hukunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, bali msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kwazo na kwa Wayunani ni upuzi, bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Popote ninapokueleza Injili, maana habari njema, hii habari ambayo ina nguvu ya kukuokoa na kukuleta katika hali bora kuliko hali ulionayo sasa, ni upuuzi kwa Wayunani. Wayunani wanawakilishwa na wale wasomi, watu wanaotegemea reasoning na akili na ubinadamu. Anasema huyu mtu anaongea mambo ya kipuuzi sana. Ni upuuzi kwa Wayahudi. Wayahudi ni watu wa dini, wanaoshikilia mifumo ya kidini, watu ambao wanaishi kwa ritual, taratibu za kibinadamu zilizofungamanishwa na mambo ya Mungu. Lakini kwako wewe ambaye umeamua kumpokea Yesu na kuamini nguvu yake, kwako anasema ni Kristo nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Naongea na wewe ambaye unasema sina nguvu katika maisha yangu. Mimi na habari njema kwako. Iko nguvu katika Injili, uweza wa Mungu uokoao. Yuwaweza kukuokoa kutoka katika madeni, kukuokoa kutoka katika kudharaulika, kukuokoa kutoka katika kila dhambi na mateso. Ana uwezo wa kukuokoa katika mateso ya adui Ibilisi na kukuhamisha kabisa katika ufalme wa giza na kukuokoa katika ufalme wa utukufu wa Mungu Baba. Moja ya maneno yenye nguvu sana ambayo unapaswa kuyaruhusu yafurike kwenye masikio yako na uyasikie kwa muda mrefu ni mahubiri ya Yesu aliyesulubiwa na kufufuka. Ndani yake kuna nguvu yenye kubadilisha maisha. Kwa sababu huyu Yesu ndiye muumbaji, alikufa ili vilivyokufa kwenye maisha yako vipate kufufuka ndani ya Kristo. Alikufa ili matumaini yaliyopotea kwenye maisha yako yapate kufufuka tena katika Kristo Yesu. Alikufa ili hali ya kufa kwenye mambo yako ipate kuhuishwa upya. Na ndio maana ni habari yenye nguvu. Ngoja nikwambie, alikufa ili apate kuumba kila kilichopoteza mwelekeo ndani ya maisha yako. Na ndio maana Yesu ni mzuri, Yesu anafaa, Yesu ni wa maana. Na ndio maana hii habari ya kufa na kufuka kwa Yesu inapaswa ndio sakuleti izunguke. Christ ni him crucified katika maisha yako. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 2:1 anasema, basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima. 2 anasema hivi, maana niliazimu nisijue neno lolote kwenu la Yesu Kristo naye amesulubiwa. Kwa maana gani? Nguvu ya Mungu imejificha katika kufa na kufufuka kwa Yesu.
maana ni tukio la kiumbaji. Ilikuwa ni udhihirisho wa uwezo wa Mungu wa kukitoa kitu kwenye hali ya kufa na kukiweka kwenye hali ya uzima, wa kuitoa familia kwenye hali ya kufa, kupoteza mwelekeo na kuachana na talaka, kuweka kwenye hali ya upendo na amani. Kifo cha Yesu kilikuwa ni udhihirisho wa nguvu ya Mungu ya kumtoa mwanadamu katika mateso ya dunia iliyofilisika na kumweka katika ufalme wa Mungu wa mbinguni, na ule ambao uko ndani yetu kwa sasa tunaposubiri ufalme wa utukufu, udhihirisho wa nguvu za Mungu anavyokuja hivi karibuni na mwaliko wa malaika. Kifo cha Yesu ni habari njema kwa kila mwanadamu ya kwamba huyu Mungu wa mbinguni ametangaza uhamisho, deportation, kutoka katika ufalme wa giza wenye mateso na kukuingiza katika ufalme wa Mungu wa utukufu. Alafu haishii hapo, anasema anatuunganisha na uungu katika, tunatunzwa katika kitabu cha Efeso sema we have been kept in heavenly places, katika ulimwengu wa roho. ID yako, password zako, hatima yako, akili zako, uwepo wako unatunzwa mbinguni katika ulimwengu wa roho, japo huko duniani. Kwa ni vitu vya thamani sana, ni vitu bora sana, ni vitu vya msingi sana kwa wewe kuviamua. Na ndio maana niko hapa kukufundisha habari njema ya injili ya milele ambayo inamuinua Yesu kama suluhisho la kila anachopitia mwanadamu, ambayo inamuinua Yesu na nguvu zake kuwa ni Mungu na nguvu za Mungu. Na mwisho niseme nini? Mwisho niseme Yesu ni muumbaji. Maneno yote ya kiroho, ya kidini ambayo yatamuinua Yesu na kumweka katika hadhi tofauti ya uungu na muumbaji na mwokozi kwa njia ya msalaba, ambaye alituumba upya na akatufanya upya, akafanya utu upya ndani yetu, ni maneno ambayo ni maneno ya dini zilizofilisika, ni maneno ambayo yanatumia adui kumwafifisha Yesu. Lakini Yesu ndio mmiliki na mtoaji wa kitu kinachoitwa nguvu za Mungu, uweza wa Mungu, mamlaka ya kiungu, yote iko chini ya Yesu. Ndio maana anasema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Sasa huwezi kutoa kitu ambacho si chako. Utaulizwa unatoa umepewa na nani? Kwa maana yake nguvu za Mungu ni nguvu za Yesu. Mamlaka ya Mungu ni mamlaka ya Yesu. Mamlaka za uweza wa Bwana ni mamlaka za Bwana Mungu wetu. Ndio maana anasema katika kitabu cha Yohana 3:23 anasema watu wote wamheshimu mwana kama baba alivyomheshimu, kama mwana alivyomheshimu baba. Watu wote. Ukitaka kufaidi vitu vya Mungu, mheshimu mwana ambaye ni Yesu kama mwana alivyomheshimu baba. Yaani kama Yesu ambavyo alimheshimu baba alivyokuwa duniani, na wewe mwepe heshima hizo hizo za kiungu Yesu. Ukitaka maisha yako yabadilike, mheshimu Yesu kama Yesu alivyomheshimu baba. Maana yake nini? Sifa zote za Mungu mpe Yesu. Tegemea mambo ya kiungu kutoka kwa Yesu kwa ajili ya maisha yako. Anasema watu wote wamheshimu mwana kama ambavyo mwana alimheshimu baba. Manake heshima zote za Mungu Baba apewe Yesu. Na hivyo ndivyo utakavyoanza kuona breakthrough, upenyo, kufunguliwa, baraka kwenye maisha yako. Kitabu cha Wakolosai 1:16 na 17 anamfafanua huyu mwana ambaye anasema tumheshimu kama ambavyo yeye alimheshimu baba. Maana sifa za baba zote mpe mwana. Anasema hivi: kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi, usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Je, kuna kitu kwenye maisha yako unaona kama kimekufa au kinaelekea kufa?
mheshimu mwana kama mwana alivyomheshimu baba. Kama unaona kuna mambo yanahitaji mageuzi makubwa, Yesu ndiye nguvu za Mungu. Yesu ndiye uweza wa Mungu. Yesu ndiye mkabidhi hiyo ishu. Je, una ishu yoyote inakusumbua? Tumia fursa hii kumkabidhi Yesu. Je, kuna hali level unaitaka kufikia, lakini bado unapopambana kuifikia ndivyo unavyoona kushushwa na kushushwa na kushushwa? Je, unataka kupanda? Unataka kupanda? Yesu ndiye amepewa mamlaka ya kupandisha watu na kushusha watu, wala si mwanadamu. Je, unataka kuishi maisha ya amani, maisha ya furaha? Amani hazipo kwenye bia, amani hazipo kwenye company, amani hazipo kwenye utafutaji. Amani ipo katika Yesu, maana yake King of Salem, mfalme wa amani. Ikiwa unasema, mtumishi, nimesikia na mimi nataka hizi habari nzuri hizi za injili ya milele zenye uwezo wa kugeuza maisha yangu. Nataka kuona hii nguvu ya msalaba ya Yesu ikiachilia baraka kwenye maisha yangu. Nataka kuona nguvu ya msamaha ya Yesu nikaitafakari na ikafurika katika vichwa vyangu. Hata ninapokutana na wadau mbalimbali, ninapoenda ofisini wakiongelea habari ya ushirikina, vitu vidogo vidogo hivi, mimi nitakuwa naongelea tu habari tu ya ukuu wa Mungu, maana havina nafasi kwangu. Maana naongea upande wa ushindi ambaye ni mwana aliyekasimishwa mamlaka zote, ukuu wote, uweza wote na nguvu zote. Halafu mwenye nguvu ni Yesu. Hao wengine wana nguvu inaitwa nguvu za giza. Unajua nguvu za giza, neno giza ni kitu ambacho hakina distance, ni kitu ambacho hakina motion, ni zero energy. Lakini nataka nikuletea habari za Yesu ambaye ndio full of power, full of energy, full of decision, full of everything. Yani amejaa kila kitu. Kama unasema na mimi nataka kuwa mnufaikaji wa hiki ambacho Yesu alikifanya katika msalaba, na mimi nataka kuona nguvu ya uungu, nguvu ya uumbaji ikiumba maisha yangu, na unasema kuanzia sasa naomba mtu wa Mungu niombee ili mambo yangu na mimi Mungu ayafanye yawe kama yale ambavyo anataka. Mambo yangu yawe sawa sawa na zile ahadi za Mungu za thamani ambazo ameziahidi kwa kila mwanadamu. Ikiwa unasema hivyo na kuna vitu kwako havijakaa sawa, kuna vitu vinakufa kwenye mwili wako, kuna maidia ulianzisha lakini yamekufa, fikra zako zimeanza kuonekana kuwa duni na unataka kuhuishwa tena, ndani yake tunaishi na kuwa hai. Ninakuombea kwa Mungu wa mbinguni, Bwana aachilie uhai kwenye kila eneo linalokufa kwenye maisha yako. Ninakutangazia kwa mamlaka ya Yesu Kristo, Bwana aachilie uzima kwenye eneo ambalo unaona uzima unapotea. Ninakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, move, piga hatua mahali ulipokwama tangu sasa. Kama kuna maisha ya dhambi yameshika maisha yako, natangaza nguvu hiyo itawanyike na kutoweka sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mfanye Yesu kuwa kila kitu kwako. Ruhusu Yesu amiliki maisha yako. Ruhusu Yesu awe msemaji mkuu wa maisha yako. Ruhusu Yesu awe kamanda na amiri jeshi mkuu wa maisha yako, na maisha yako hayatakuwa ya kawaida tena tangu sasa kwa jina la Yesu. Amen.